Ni siku ya 12 ya mwezi Januari mwaka wa 2026, zikiwa zimesalia siku 353 kabla ya mwaka kutamatika. Mtazamaji, natumai kwamba mipangilio uliyokuwa nayo tarehe 1 mwezi Januari bado ipo na kwamba unazidi kujikakamua kama tunavyozidi kujikakamua hapa studioni, tayari kukuletea taarifa tendeti zenye usawa na ufasaha. Lakini kabla ya yote hayo, basi tupate yaliyomo. YouTuber mashuhuri wa Marekani iShowSpeed amefika Masai Mara kwa siku ya pili ya ziara yake nchini Kenya, huku mojawapo ya vitu atakavyojaribu ikiwa ni kuonja damu ya ng'ombe katika utamaduni wa Wamasai kwa mara yake ya kwanza. Wanafunzi wa gredi ya 10 waripoti shuleni hii leo licha ya changamoto za usajili shuleni. Waziri Migos akieleza matatizo haya ni ya awali tu na akiahidi kila kitu kitakuwa sawa. Rais Ruto ashtumu siasa za mpango wa Nyota, akiwasuta wanaopinga msaada wa shilingi 50,000 kwa vijana. Na hatma ya shule ya msingi ya Loramoru bado haijulikani baada ya madarasa kubomolewa, huku wanafunzi wakilazimika kusomea chini ya miti. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Shukrani za dhati kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienye wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Karibu. Mtazamaji, YouTuber maarufu wa Marekani iShowSpeed amezunguka Kenya kwa sherehe zisizo za kifani. Alianza kwa kuibua shangwe shuleni Upper Hill, Nairobi, kusherehekea mafanikio ya ongezeko la mashabiki wake, kuonja vyakula vya Kikenya huko Kenyatta Market na hatimaye kuingia kwenye uzuri wa pori wa Masai Mara. Kenya imekuwa jukwaa la kimataifa kwa moja ya nyota wakubwa wa mitandaoni, huku dunia ikitazama. What's up? Damn, Kenya, beautiful as hell. There we go. We back? Yeah, it's looking a lot better. Oh, wait, let me check the quality. Let me check the bit rate, I mean. Fuck, bro. Hey, bro, the bit rate is so down. Why the Starlink not connected? Hey, what's your head? I see it. Crazy. I know, but... Tuzamie masuala ya elimu sasa, na ni kwamba leo Kenya inaandika ukurasa mpya katika historia ya elimu, huu ukiwa ndio mwanzo wa wanafunzi kujiunga na gredi ya 10 chini ya mfumo mpya wa elimu wa CBE. Shughuli hii imeshuhudiwa na Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba katika kaunti ya Murang'a, waziri akitoa onyo kali kwa wanasiasa dhidi ya kuingiza siasa katika masuala ya elimu. Mwandishi wetu Sheila Chelangat anatuarifu zaidi. Kwa wanafunzi wa gredi la 10, safari ya masomo katika shule za sekondari imeanza rasmi hii leo. Wanajumuika kati ya milioni 1.1 waliopata kufaulu KJSEA mwaka jana, huku wakijiandaa kwa changamoto na matarajio mapya. Compared to other schools that have taken children, this one was a bit better and organized. Because you have come, everything is done and almost we are finishing up. Hapa Nairobi School, wanafunzi na wazazi walifika mapema wakiwa na sare mpya, sanduku za masomo na barua za kujiunga. Wanafunzi hawa ni wa kwanza kuanza gredi la 10 tangu kuanzishwa kwa mtaala wa CBE. Wazazi wamesema hali ilikuwa sawa shuleni na wanajivunia hatua hii, huku walimu wakiripoti kuwa shule ziko tayari kukaribisha wanafunzi hawa. Parents with double admission, they are admitted to Pangani Girls School and they are also admitted to another school. So we are having problems trying to understand where
they're supposed to settle. Na baadhi ya wazazi walielezea wasiwasi wao kuhusu hali za kiuchumi katika kipindi hiki. So the students, even my kid, they are not coming with everything because you can't afford everything. But we have managed to buy what we can. Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba alizuru Murang'a na kulaani kauli za baadhi ya wanasiasa wanaosema kuwa shule za kitaifa zipokee wanafunzi kutoka maeneo yao pekee. Some of the institutions we are talking about were not built by CDF. They've been there for a very, very long time. CDF just came the other year, a number of years ago. So let us differentiate that because it could send the wrong signal. Let us desist from making statements that might have very negative impact in our institute. Kwa sasa wanafunzi wa gredi la 10 wameanza masomo wakiwa na matumaini, huku serikali ikiendelea haraka kurekebisha changamoto zilizojitokeza katika awamu hii ya kwanza. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Na Rais William Ruto amewashtumu wanaopinga mpango wa Nyota na kuwataka kuonyesha rekodi yao ya maendeleo. Alizungumza katika ziara yake eneo la Nyeri alikozindua mipango ya uwezeshaji wa vijana. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak na taarifa hii kwa kina. Rais William Ruto leo aliendeleza ziara yake ya maendeleo katika kaunti ya Nyeri, akitetea vikali mpango wa uwezeshaji wa Nyota unaolenga kuwainua vijana kiuchumi. Akizungumza mbele ya wakazi, rais aliwakemea wanasiasa wanaokosoa mpango huo kwa kile alichokitaja kuwa siasa ambazo hazina tija. We must not politicize everything. Naona mjamaa mwingine hapo ule wa 40 years anasema mbona president ameenda kupatia vijana 22,000 sijui 50,000. Hiyo ni kuhonga watu. Mimi nataka nimuulize my friend. Sasa wewe na unasema ati hiyo sijui 20,000 sijui 50,000 itasaidia vijana na nini? Rais Ruto amepuuzilia mbali mchango wa wakosoaji hao katika uwezeshaji wa vijana, akisisitiza kuwa Nyota ni mpango wa kitaifa unaolenga kusaidia vijana kuanzisha na kukuza biashara ndogo ndogo. Sasa nataka nimuulize jamaa wa 40 years. Wewe umetoa pesa ngapi kwa vijana wangapi in your 40 years? Aidha, Rais Ruto pia amesema kuwa shilingi 50,000 ambazo zinatolewa kupitia mpango huo tayari zimeleta matumaini mapya kwa maelfu ya vijana nchini. Wewe ambaye unadharau 50,000 kwa sababu ya siasa duni na huna mpango na kama ulikuwa na mpango better than this one and you have not implemented for 40 years, how long is it going to take you to implement anything? Kiongozi wa taifa amesisitiza kuwa serikali yake itaendelea kutekeleza ajenda ya maendeleo ya chini kwenda juu bila kuyumbishwa na kelele za kisiasa. Badala yake, amewahimiza vijana kutumia fedha hizo kwa nidhamu na ubunifu ili kujijengea mustakabali bora wa maisha. Viongozi wa eneo hilo waliunga mkono mpango wa Nyota, wakisema umefungua fursa za ajira na kujitegemea. Don't feel discouraged by those who are telling you that 22,000 shillings will not make you industrialists. Show them by action that indeed the future of our country is in your hands. Ziara hiyo ya Rais William Ruto ni sehemu ya juhudi za serikali kuimarisha uchumi unaoongozwa na vijana. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amezua mjadala mpya wa kisiasa baada ya kutoa onyo kuhusu usalama wa maisha yake, akilaumu serikali kwa kuondoa ulinzi wake na kuacha kuheshimu utawala wa sheria. Katika hotuba yake, Gachagua ameukosoa uongozi wa Rais William Ruto, akiibua maswali kuhusu uhalali wa chaguzi ndogo za hivi karibuni, huku akitetea nafasi yake kama sauti ya eneo la Mlima Kenya. Gachagua amesisitiza azma ya upinzani kumteua mgombea mmoja kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. I want to tell the people of Kenya that Rigathi Gachagua is not safe. Government withdrew security from him despite his senior status in the country. Despite the fact that he was removed from office, he commands a serious following in Kenya. Millions of Kenyans are behind him. Hence, he is a senior leader who deserves protection because of his seniority
in public service and his key role in determining the next presidential election. William Ruto has declared war on Rigathi Gachagua because he has lost the mountain and he is very bitter. And I heard him yesterday saying that nobody should come between him and the mountain. He is the one who ditched the mountain. He betrayed the mountain. He persecuted the mountain. He turned against the mountain. The worst is assassination. And psychologically, I'm set, you know, because I have seen it. I have seen death with my own eyes many times. In Lemuru, the Mungeki group that was sent there by Kimani Ichung'wah almost killed me because I did not know. I was not aware that I would be attacked. So I was not prepared. But since then, I have also been prepared. And I'm happy that at least my community has made a decision now to protect me at my meetings. You saw what happened yesterday in Gatondo. Hundreds of goons were disarmed, repassed and dealt with by the public, by members of the public. The same happened in Kagio, the same happened in Nyeri. At least I feel a little bit safer. At least the community has said enough is enough. You cannot, you know, beat our leader. You cannot unleash violence on him when we are here. And since the police and the goons are doing it, the community has decided to offer me protection. And I'm very grateful. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo bila shaka utakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za saa 3 usiku. Lakini tukizidi kukutaarifu ni kwamba huku shule zote nchini zikirudia masomo ya muhula wa kwanza mwaka huu, ukosefu wa karo kwa wazazi wengi bado ni changamoto kubwa. Baadhi ya wazazi sasa wamelazimika kutafuta njia mbadala za kulipa karo ili kuhakikisha watoto wao hawawachwi nyuma. Kwenye shule ya upili ya wasichana ya St. Francis Assisi Kolongolo, kaunti ya Trans Nzoia, mzazi mmoja Helena Korkou amelazimika kumleta jogoo wake wa pekee kama karo ya mwanawe. Anasema hii ni njia mbadala ya sasa ili kuhimili gharama ya shule. Mwalimu mkuu Helen Wanyonyi amesema kuwa kutokana na changamoto zinazokabili wazazi wengi, usimamizi wa shule umeweka mikakati ya kuwajali wazazi na kuwasilisha chochote cha dhamani kama malipo ya karo ili kuhakikisha elimu inakamilika bila vikwazo. Niko na wanafunzi yangu wawili wanaingia form 3. Mimi pia nikasema aje niende na kuku. Hii shule inapandika kuku, kuni na hindi. Sasa hawa ndio wamefungua sasa. Wameniambia school fees. Nikasema aje nilete kuku. Sababu hiyo ndio iko nyumbani. Hata ikiwa ng'ombe utasalete school fees kama uko naye. Niambia sasa umefanya mzuri kuleta watoto, ingawa umechelewa kidogo, nikaleta sasa kuku. Na kwa wazazi wetu tungependa kuwahimiza kwamba kuna mbinu nyingi za kuweza kufadhilia mtoto. Jambo la kwanza ni kwamba uje shuleni muweze kuelewana na walimu, kwa maana kila mzazi ana jinsi yake ya kuweza kulipa karo. Jambo la pili ni kwamba tunasema mapema is best. Mapema ndio best. Kwa hivyo hasa katika mwanzo wa mwaka muhula kama huu, mzazi ujipange, uje msemezane na walimu na pia ujaribu kwa njia yako, kwa maana kusomesha ni kujitolea. Kwa hivyo waanze mapema, kwa maana hasa mwaka uliopita ilipofika muhula wa 3 walimu wakuu waliachiwa watoto na ikawa ni changamoto kubwa sana. Na hatma ya shule ya msingi ya Loramoru eneo la Marigat katika kaunti ya Baringo Kusini bado haijulikani baada ya madarasa yake kubomolewa, hatua inayodaiwa kufanywa na maafisa wa huduma ya misitu Kenya KFS. Tukio hilo limezua mvutano huku wanafunzi wakilazimika kusomea chini ya miti. Mwanahabari wetu Winnie Ali anaarifu zaidi. Haya ndiyo yasalia baada ya madarasa kuporomoka. Siku chache kabla ya kufunguliwa rasmi kwa shule, watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa huduma ya msitu Kenya walivamia shule ya msingi la Rumoru usiku wa manane na kubomoa madarasa, wakidai yalijengwa ndani ya eneo la msitu uliotangazwa rasmi. Kwa wakazi wa eneo hilo, ubomoaji huo
umeibua maumivu ya zamani. Shule ya msingi la Rumoru ilikuwa imefungwa kwa miaka 13 kutokana na changamoto za kiusalama kabla ya kujengwa upya mwaka wa 2024 kama sehemu ya juhudi za kurejesha amani na kuimarisha mahusiano kati ya jamii za Pokot na Endorois. Shule hiyo iko na miongo 4, 40 years old since the first establishment, with a Ministry of Education code, with the TSC code. It was only re-established after the ceasefire and after the peace and tranquility that we are now enjoying in that particular area. Mvutano uliongezeka zaidi baada ya madai kuwa maafisa hao waliwauzia viongozi wa jamii waliotaka kuianza ujenzi upya wa shule. Hali hii imewalazimu wanafunzi wa chekechea hadi darasa la 4 kuendelea na masomo chini ya mti. Hawa wakaanza kushughulikia, akanunuliwa vitu, kufika katika teteni kuna mtu alipiga simu. Ati hiyo vitu ikae kwa police station, RTU. Tunataka hiyo report tujue hii ni nini ndio inaendelea kule Rumoru. Viongozi wa jamii wameonya kuwa kunyima watoto haki ya elimu kunaweza kuhatarisha amani ya eneo hilo. Mbunge wa Baringo Kusini Charles Kamuren ametoa wito wa mazungumzo ya dharura na kuitaka huduma ya msitu Kenya kuruhusu shule hiyo kujengwa upya ili masomo yaendelee bila usumbufu. Ministry of Education, Forestry wakuje pamoja na waongee as community of Endorois as we pursue justice on matters forest. Tunayo mashule na government institutions zaidi ya 1,800 ambazo siko ndani ya forest. So hii sio kitu mpya na sioni ni nini inaendelea. Winnie Ali, runinga ya TV47. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Baringo sasa inatupeleka mapumzikoni, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea kwenye upande wa pili tuna taarifa zaidi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gun. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. This is Kenya's #1 talk show, Dr. Fareke tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Fareke is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking... I don't want to go back to brokenness.
Never. I just love the highlight. Karibu tena mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa zetu za upeo wa TV47. Nizidi kukutaarifu. Chama cha ODM kimetetea kutokuwepo kwa katibu mkuu wake Edwin Sifuna katika kikao cha kamati kuu ya usimamizi kilichofanyika huko Kilifi. Haya yanajiri huku kukidaiwa kuwepo na migawanyiko na mizozo ya ndani ya chama. Sawa. Kamati kuu ya usimamizi ya ODM imeweka mikakati ya kuendeleza ushirikiano wa kisiasa na mrengo wa UDA na vyama vingine, huku ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hata hivyo, baadhi ya viongozi muhimu ikiwemo katibu mkuu Edwin Sifuna na naibu kiongozi wa chama Godfrey Osotsi walikosa kuhudhuria mkutano huu, jambo lililozusha maswali miongoni mwa wanachama. Honorable Osotsi, who is the deputy party leader, is in South Africa and he has sent his apologies for being unable to attend. He tried to travel but he was unable to. Honorable Sifuna also sent his apologies for this meeting. He missed his flight. And so both of them have the permission of the committee to be absent. Yes. Kutokuwepo kwa Sifuna na Osotsi kulionekana kama sababu ya ukaidi wa kisiasa, lakini viongozi hao walituma ujumbe kuwa hawataweza kuhudhuria. Hii ni sehemu ya jitihada za ODM kuhakikisha kwamba chama kinaendelea kwa mshikamano licha ya vizingiti vya kisiasa. Lakini unasema kuna tofauti kati ya members ya party. Hakuna. Ile yote ambayo inaendelea ni demokrasia tu, kwa sababu party yetu imeruhusu watu kuongea na watu wanaongea maoni tofauti, lakini vile tumesema sisi tutaendelea kuongea, tutaendelea kuimarisha chama yetu na chama itaendelea kuwa mmoja. Hata hivyo, waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogondogo na zakati, Wycliffe Oparanya, amepongeza uamuzi wa kamati kuu ya kitaifa ya ODM ya kuanzisha mazungumzo mapya kati ya ODM na UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na baada ya hapo. The committee meeting expressed the intention to initiate structured negotiations with different political formations, beginning with the United Democratic Alliance. To this end, we have mandated the party leader to commence this process. Concurrently, consultations with party members will proceed, culminating in the National Delegates Convention. Mkutano wa vipingo unatazamwa kama jaribio la uongozi wa ODM kudumisha utulivu ndani ya chama, haswa baada ya kifo cha mwanzilishi wake Raila Amolo Odinga. Hii ni hatua muhimu kuhakikisha chama kinabaki na mshikamano wakati wa maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2027. Linda Alela, TV47. Asante sana Linda Alela kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, makabiliano ya kisiasa kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa mara nyingine tena yameonekana hadharani. Kilichoanza kama ukosoaji wa mpango wa uwezeshaji wa vijana sasa kimechukua mwelekeo mpana zaidi, huku Kalonzo akipinga juhudi za muungano unaotawala kumshawishi ajiunge nao. Mwandishi wetu Mike Kagwongo anaeleza zaidi. Mvutano wa hivi punde ulianza baada ya kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kukosoa utekelezaji wa mpango wa serikali wa uwezeshaji wa vijana, akionya kuwa unaweza kutafsiriwa kama hongo ya kisiasa badala ya msaada wa kweli. Nyota program should not be used by the head of state kukaa pale red carpet
kuja kuitisha watu, anawapatia pesa, it becomes bribery. Kauli hiyo ilizua majibu makali kutoka kwa Rais William Ruto aliyepuuzilia mbali matamshi ya kiongozi huyo wa upinzani na kuhoji rekodi yake ya utumishi wa umma. Sasa wewe na unasema ati hiyo sijui 20,000 sijui 50,000 itasaidia vijana na nini? Ati ni pesa kidogo. Sasa nataka nimuulize jamaa wa 40 years. Wewe umetoa pesa ngapi kwa vijana wangapi in your 40 years? Lakini mbali na sera, vyanzo vya kisiasa vinaashiria kuwa mvutano huo unaakisi pambano pana zaidi la ushawishi wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. We saw what was happening last year at empowerment kila mahali, na ni pesa, na tukasema hizo ni pesa zetu, kuleni. Even this Nyota program, ukipata hiyo 22,000 sijui itakusaidia vipi to start an industry. Washirika wa muungano wa Kenya Kwanza wamekuwa wakishawishi Kalonzo hadharani, wakisema kujumuishwa kwake kungedumaza upinzani na kuimarisha serikali. Mimi bado na jaribu namna hii. Bado hata ule ndugu yangu, I have not given up. Yeah, I've not given up. Hata hivyo, Kalonzo amekataa vikali juhudi hizo, akiishutumu serikali kwa kile anachodai ni ukandamizaji na kuapa kutoshirikiana kamwe na utawala anaodai kuhusika na dhuluma. There is a serious commitment on all the players that we shall set on one candidate, and everybody has committed that if he or she is not the candidate, they will not vote out, they will support the one who has been agreed on. Hatua hiyo inaonekana kumkera rais ambaye ameongeza mashambulizi yake dhidi ya Kalonzo, akitia dosari uongozi wake na kulinganisha rekodi yake na ajenda ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza. Mvutano huo pia umechukua mwelekeo wa binafsi, huku Rais William Ruto akikejeli miongo kadhaa ya Kalonzo katika siasa, hatua iliyozua majibu makali kutoka kwa upinzani. Na kama ulikuwa na mpango better than this one and you have not implemented for 40 years, how long is it going to take you to implement anything? Mashambulizi haya yanaashiria ufa unaozidi kupanuka na pambano la umuhimu wa kisiasa, huku kila upande ukijipanga na kuhamasisha wafuasi wake kabla ya uchaguzi ujao. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Na michezoni, jukwaa ligi ya eneo la Nairobi ya chipukizi ya shirikisho la kandanda nchini Kenya limekamilika, huku mabingwa wa vitengo vyote 6 wakitawazwa katika uwanja wa Austin Odhiambo, mtaa wa Babadogo. Icon Academy kutoka eneo la Kasarani wametawazwa kama mabingwa wa kitengo cha wachezaji wasiozidi umri wa miaka 13 baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Heroes ya Kariobangi, huku St. Anne's Makadara wakitoa ubingwa wa akina dada kwenye kitengo hicho. Na kwenye kitengo cha wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17, Mukuru Sports wametoa ubingwa wa akina dada, huku Rodney Strikers wakitoa ubingwa wa kitengo cha wavulana. Na timu ya soka ya taifa ya Nigeria inaendelea kujiandaa kabla ya mchuano wa nusu fainali ya dimba la soka la bara Afrika. Nigeria imeratibiwa kuchuana na wenyeji wa dimba hilo Morocco ugani Stade Prince, huku Mole Abdallah jijini Rabat, na wanaeleza kuwa wanaelewa kibarua ambacho kinawasubiri kwenye mchuano huo. That's it. Yes, that's it. With yellow hair. That's it. A difficult match, but our team played very well. Maybe our best match of the tournament, and yeah, sorry to Algeria.
But we have a job to do, and that's to try and win the AFCON. Preparation is going well. Everyone is confident. Everyone's mentality is in the right place, and we are all ready. And yeah, it will be a difficult game. You know, Morocco are a great team, but I think the way we're playing, the way, you know, clean sheet today as well against a team that score goals. You know, we're in a good form, and I think Morocco will be scared of us. You know, and that's what we want to do: give big statement wins, and today was one of them. Mtazamaji, wanasema kilicho na mwanzo bila shaka hakikosi mwisho, na kwa namna hiyo sasa sina la ziada, ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47 Jumatatu ya leo. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukran kwako mtazamaji siku zote kwa kutegea runinga hii ya TV47. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, wenzangu pembeni kwenye lugha ishara si mwingine ni Roda Nyamai. Uwe na usiku mwanana.